wakata wa kijiji ni mkurugenzi katika eneo kabisa. Kwa mfano wewe mtendaji wa kata, wewe ndio mkurugenzi wa maendeleo katika eneo husika. Kwa hiyo umeandika mambo, uandishi ni mzuri, nipongeze sana kwa ubunifu wa kuandika, lakini mtihani unakuwa ni pale kutoka kwenye maandishi yale kwenye vitendo. Sasa wewe una eneo lako kabisa la kufanya practice ya andiko lako. Ni vijana wako pale kwenye kata. Inawezekana wengine wote kwenye mkoa wasipokee kwa urahisi, lakini kuona ni kwa nini. Kwa hiyo angalia pale kwenye kata wale vijana wako na training wanafanya jitihada ili angalau waone hilo, waone huo ubunifu wako. Kama masuala ya kuku, masuala ya nini, chakula utengeneza kwenye vikundi, unatengeneza nini, na wapambania, wanapata mikopo huku na kule. Hata sasa unaanza kuapply hicho kitabu chako sasa kwenye ile miradi yote. Utakuta ni kila mmoja sija kwa nini mkajifunza pale kijijini, pale kwa nini. Unakuta kitabu hicho kinapata soko, ile the same time unapokuwa umeshafanya kazi yako kwa viwango vya juu, kama unaweza kwenda kwenye level nyingine. Mtendaji wa kata kuja kuwa tarafa, kuwa mkurugenzi, sio ajabu kutokana na kile Mungu mfanyaje umejifanya. Mimi nipongeze sana mtendaji wa kata kwa ubunifu huo. Ni wengi tu ambao wanakaa kwenye eneo hilo, lakini anafanya tu mambo yake wala, lakini wewe unafanya hilo ambalo lina mahusiano sana na kazi yako ambayo unaifanya sasa. Kwa sababu kazi ya kila mtumishi ni kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira na wanaweza kujikimu katika maisha yao. Tumeshaambiwa zaidi ya 75% ni vijana, kwenye makundi yote ni vijana. Hasa wa vijana tunawawezeshaje ili wasiwe idle? Ni rasilimali ile. Rasilimali ambayo haitumiki ni kupoteza rasilimali. Rasilimali sio fedha tu, basi kuna rasilimali watu. Na hao watu wanatofautiana. Kijana na mzee ni vitu viwili tofauti. Mzee ni rasilimali kwa kuwa atatupa mawazo, atatupa hekima, atatupa experience. Lakini kijana ndio nguvu kazi. Tunatumiaje hii nguvu kazi na ubunifu? Wao wamebahatika, wamesoma, wamekuwa exposed kwenye mitandao, wanajifunza. Mimi najifunza hapa kila siku kwenye mtandao. Kuna dada mmoja anaitwa Rachel, kuambia jinsi gani ambavyo kila siku hata kupata mshahara 300,000 unawekaje akiba mpaka kufika miaka 15 una milioni hata 100 hata ngapi. Na kwa hiyo nikipata kama hiyo nawarushia wanangu. Kama hebu wenyewe mwenzenu huyu binti, lakini kumbe kuna mtoto ambaye hapa alikuwa anapewa zawadi siku ya birthday yake. Wakasema watakuwa wanamwekea laki kidogo kama 150,000. Mtoto akifika miaka 30 atakuwa na milioni kama zaidi ya 300. Sasa akisha kuwa ameshaanzishiwa hicho, hata yeye mwenyewe akija akimaliza na nini anajitahidi anaweka. Ukishapata milioni 300 si ni hela kubwa tu ambayo unafanyia biashara kubwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo vijana wanatakiwa kufundishwa pia mbinu mbalimbali za kugenerate mtaji. Mtaji si leo tu. Mtaji ni hata siku za mbeleni. Mimi ni mtu mzima, ninatakiwa baada ya miaka kadhaa, hata sio mingi, ni staafu. Lakini je, nimeanzaje kujiwekea kidogo kidogo ninapotoka kule na hela ambayo nilikuwa nimeshaiweka muda mrefu, ikitoka kule hata kama sio kwamba naenda kulima au naenda kufuga, lakini ile kumbe nikiweka tu kwenye either kwenye bonde au kwenye nini, kumbe inaweza ikazaa hela ambayo inaweza nikala nisianze kusumbua vijana tena. Kama jamani mimi na neno hamnioni, yani mnanipita, yani kweli shilingi ngapi tu kunipa. Kwa hiyo inakuwa ni kero. Sasa kero sio wazee tu, hata vijana. Kwa hiyo pamoja na kwamba wanatakiwa serikali wafanye, lakini na wenyewe kama wenyewe wana knowledge gani? Kwa hiyo mimi nakushukuru kwamba unawapa ufahamu, lakini ufahamu mwingine ambao nataka sana wapewe ni jinsi ya kugenerate capital. Capital sio lazima tu itoke serikalini, si lazima. Yaani hata ukipata shilingi 100,000 kwa unaweka 20, ile 20 unairushia huko kwenye wekeza, unairushia huko. Yaani kama vile umeisahau tu, kama vile sio ya kwako, kama sio ya kwako. Baada ya muda fulani unashangaa ile 20 kumbe imeshakuwa tena milioni 2. Milioni 2 ukitoa pale ukipeleka kwenye biashara zenu ambazo nasema za kuku na nini, ni jambo zuri. Kwa hiyo Sirilo, mimi ni kutake ukaanze pilot pale kwenye kata yako, kwenye kuapply hivyo ulivyoviandika hapo kwenye kitabu. Itakuwa ni very interesting.
watu wengi watakuja kujifunza, na kama umeshaanza nikupongeze na ukaze. Kama umeshaanza ni kuambia ni kaza buto. Tunaambia kwamba Singida ni kwenye kuku, lakini kiukweli ukiangalia wala hakuna tu kuku. Kabisa tunaambia Singida ni kuku, lakini kumbe tunaweza kweli tukawa na kuku. Shamba kubwa tu la kuku. Shamba kubwa la kuku 10,000 na pale wanalisha, wanafanyaje, wanakota mayai, wako busy na watu wanakuja huko wanapakiza mayai yanakuwa exported. Hicho ndio tunachotaka na kinawezekana, na uwekezaji wake wala sio hela kubwa, ni hela kidogo tu. Vifaranga kuna vile vya kuhatch, vile vya vifaranga 180, vifaranga vya 200, vifaranga vya 500, vile ni shilingi ngapi? Kwa hiyo hata hii mikopo tunayosema tukawape, tumesha chekecha, mtu apewe mkopo, anapewa ile ya kuhatch vifaranga, anatengenezewa yale nani ya kutosha, anajengewa ule uzio, anapauliwa ile banditu ile bati fulani hivi, ndio sasa wanakaa hapo. Wale ndio mkopo unaishia hapo. Hawapewi cash. Labda tu cash kidogo ni ya kuchakata chakula kidogo na nini, lakini hela yote ile imeshawekezwa huko. Yaani maandiko ni mengi. Watoto hawajui kuandika maandiko, lakini wewe wanasema kuambia, kwa mfano kuku, ukitaka kuku wako yani unatakiwa la kwanza upate hiki, cha pili upate hiki, cha tatu upate, yani kwenye practical zaidi. Tumekuwa kwenye theory sana ambayo ina shida. Kwa hiyo mimi nikupongeze sana, na kwa ni kijana ambaye ni wa tofauti, na utakuwa mtumishi pia wa tofauti. Uenda yani pale pilot na ikomae, yani pilot yako ifanyie pale kwenye kata yako, vijana wa kwako wawe tofauti na vijana wengine. Kwanza utambue kwenye kata yako na vijana wangapi ambao wako idle, uwahamasishe waweze kuwepo. Jamani, sisi tunasema hatuna kazi, lakini niko na mpango hapa, nataka hebu tuchangamke. Kule kwenu mnalima na dengu, wewe na shamba lao la dengu, wewe na tena pale mjini tunalima sana dengu wewe. Kuna dengu, kuna vitunguu. Kwa hiyo kwenye dengu na kwenye ufugaji wa kuku ambao ni plus kidogo, nikaona kuna ufugaji wa kuku. Hivyo viwili vinawatoa kweli. Kwa nao wakitoka lazima pia wapate elimu ya fedha. Kweli watu wanauza wanafanya, lakini elimu ya fedha ni changamoto. Watu hawezi kutunza akiba. Akipata hata kama hakuna hela ndogo kwa ajili ya kuweka akiba. Ukipata 10,000, 2,000 unaitoa. Yaani useme jamani, sasa mbona hela hiyo haitoshi? Hakuna hela inayotosha. Hela haitoshali. Lakini unatoa 2,000, unaacha 8,000, unaendelea na mambo yako. 2,000 unairudisha kama vile, yani mimi napenda sana kujifunza masuala ya kuwekeza. Kuna kitu kinaitwa passive income. Yaani passive, yani hela ile ambayo sio lazima utoke ukashughulike. Kwa sababu umeweka hela yako umewekeza, kuna hizo mwekeza, kuna hiyo UTT, kuna hizo hati fungani ambayo ni bondi. Kuna vingi ambavyo vinakupa hela fulani, yani kila saa kuna UTT bondi ambayo kila mwezi inakutemea kiasi fulani ambako unaendelea kutumia, wewe unauma au mwili siku hiyo umechoka, unaona kuna hiyo mwisho mwezi nitapata kahela kangu. Sasa yote hivyo ungejua, vijana wakijua vyote hivyo wanapata tamaa ya kugenerate fedha. Wasipopata ile tamaa ya kutengeneza fedha, wanapata uvivu. Lazima kila saa umpigie mtu hesabu ajue faida yake inakuwa shilingi ngapi. Lazima kila saa umpigie mtu hesabu. Kwa mfano miezi 3 utateseka kwa sababu hawa kuku miezi 3 watakuwa walishwe tu. Lakini baada ya miezi 3 watakuwa wanataga. Sasa wakitaga, ukiwalisha vizuri, wanaweza wakataga mayai hata mawili au hata siku 3. Kwa hiyo anajua na kuku wangu 10 hawa, nikiwalisha vizuri mawili ni 20, karibu tray. Kumbe nilikuwa na kuku wangu 15 najaza tray. Kwa hiyo hiyo tu yenyewe ni dawa. Unamhamasisha. Agiza tray 8,000. Kila siku 8,000 yake anapata kama basi tray 8,000. Sasa ingine ndio mpaka 10,000. Tray 10,000 akawa na tray yake mawili 20,000 kwa siku, na soko linatafutwa, wanakuwa yanakusanywa yale mayai yanapelekwa. Unakuta vijana hawaichukii serikali, wanaipenda serikali yao na wanaendelea kujituma, kujitoa, na wana hawajishughulishi. Kwa sababu kwa sababu unasema idle mind is a devil's mind. Na wengi hawajapata ubunifu. Ni mpaka waje walishwe kabisa na kijiko. Sasa walishaji ndio wewe, kwa bahati nzuri wewe ni mtendaji wa kata,
na Mungu amekupa maono, amekupa ubunifu, unabuni. Kwa kweli ili mimi napata faraja, na mimi nitakuwa balozi wako kusema jamani, muoneni mwenzenu yule wa kule Itigi anaandika vitabu tena vya maana ambavyo vinaendana na wakati wa sasa wa kupanua mawazo. Kwa hiyo nikupongeze sana, hii ni hatua ya awali. Ndio sasa tuanze hatua nyingine, kusambaza haya maandiko yaende kwenye kwenye vitendo. Ndio kitu cha msingi sana. Sawa. Nashukuru sana mama. Amina.